Matumizi ya vidonge vya P2 yatajwa kuwa na athari. Rais wa Rwanda Paul Kagame aitaka Rwanda kujitegemea zaidi katika kila nyanja ya maendeleo. Na katika michezo na burudani, timu ya shahada ya elimu mwaka wa kwanza yatakata mbele ya timu ya shahada ya biashara mwaka wa kwanza chuo kikuu cha Ruku katika mchezo wa kirafiki. Habari mtazamaji wa UoI Digital popote pale unapotufuatilia, ujambo na karibu katika taarifa ya habari. Jina langu ni Nelson Jafet. Mfamasia na muuzaji wa dawa za binadamu ametoa elimu juu ya matumizi ya vidonge vya P2 kwa wanawake. Mwanahabari wetu Jacqueline Mwakabwenda anatuarifu zaidi. Bwana Gift Nyomolelo ametoa elimu juu ya matumizi ya dawa za P2 kwa wanawake. Amesema kuwa P2 ni dawa ambazo zinatumika kuzuia mimba ambazo hazikutarajiwa. Aidha, ameeleza baadhi ya madhara ya kutumia dawa hiyo kwa mfululizo. Na dawa hizi zinatumika wakati wa dharura kwa mwanamke ambaye ana hatari ya kushika mimba. Kwa hiyo anatumia kidonge hiki kwa ajili ya kuzuia mimba isifanyeje isiweze kutengenezwa. Kwa hiyo mwanamke atakapotumia dawa hii anaweza akakutana na changamoto ndogo, kwa mfano kuumwa kichwa, kujisikia kizunguzungu, kuchoka ama vaginal bleeding, yani kutoka na damu kwenye sehemu ya nini ya uzazi. Nao waasilika wa dawa za P2 wameweza kueleza madhara waliyopata baada ya kutumia dawa hizo. Kwa upande wangu, matumizi ya P2 yamenipelekea mabadiliko kwenye upande wa hormone. Unakuta ndani ya mwezi mmoja naingia hata kwenye siku zangu mara 3, mara 4, hata mara 5, au muda mwingine mwezi mzima naingia period. Lakini pia kutokana na matumizi ya P2 yamenipelekea mpaka sasa hivi sina uwezo wa kushika mimba. Nilienda hospitali kupima, nikaambiwa sina uwezo tena wa kushika mimba kwa sababu ya matumizi sana ambayo nilitumia hapo kabla P2. Naye mkazi wa Mwanyingo ametoa ushauri kwa wanawake kuacha kutumia dawa hizo kwani zina madhara kwenye mfumo wa uzazi wa mwanamke. La kwanza unaweza usipate mtoto kabisa au ukachelewa. Pia inaweza kupelekea kuziba mirija ya uzazi kwa wanawake. Matumizi holela ya dawa za P2 inaonyesha kuwa na athari katika mfumo wa uzazi wa wanawake. Nikiripoti kutoka Mwanyingo Kiesa, ni mimi Jacqueline Mwakabwenda, UoI Digital. Ukosefu wa lishe bora wa kina mama na watoto watajwa kuwa changamoto kubwa katika jamii nyingi za Afrika, jambo linalosababisha magonjwa ya ukosefu wa lishe. Mwandishi wetu Teras Monish anaundana na taarifa hii. Matabibu wa kituo cha Tumaini wametoa elimu juu ya lishe bora na faida zake kwa kina mama na mtoto. Aidha, wameshauri jamii kuzingatia lishe bora ili kujikinga dhidi ya maradhi yanayosababishwa na ukosefu wa lishe bora. Tunasema kwamba mama anapata lishe bora inamsaidia kuzuia matatizo ya kiafya. Kwamba lishe bora yenyewe inasaidia kuzuia matatizo kama anemia, upungufu wa damu kwa mama, lakini pia inapunguza shinikizo la damu. Upande wa mtoto sasa, faida anayopata anapokuwa anapata lishe bora, tunasema kwamba inamsaidia katika ukuaji bora wa mwili kwa mtoto, ambapo kuna virutubisho ambavyo mtoto anapata virutubisho vyote katika makundi yote matano ya vyakula, inamsaidia mtoto katika ukuaji bora wa mwili. Kushauri kwamba kwanza kabisa wajue kwamba mtoto yote anatakiwa kupata lishe bora, lakini pia na mama anatakiwa kupata lishe bora kwa ajili ya ustawi wa afya zao. Kwa hiyo tuepuke kula vyakula vya aina moja. Kwa mtu, kila aina ya chakula kina matumizi kulingana na muda huo ambao anatumia. Sana wale chini ya miaka 5 au kuanzia mwaka mmoja na kuendelea kwa utoto jumla. Faida ya kwanza au umuhimu wa kwanza kwa mtoto, inamuongezea kinga. Baadhi ya vyakula vina uwezo wa kusababisha kinga zipande, kumzuia na magonjwa mbalimbali. Lakini watu wote lishe bora ina umuhimu wake. So lishe bora, kwa ushauri lishe bora, kwa mtu yoyote inatakiwa atumie lishe bora. Aidha, baadhi ya wanajamii wametoa mawazo yao juu ya lishe bora na wameishauri jamii kutumia lishe bora ambayo inamsaidia mama mjamzito na mtoto pia. Ushauri wa mama wajawazito, tokea anapojifahamu kwamba yeye ni mjamzito, angepaswa kutumia vitu kama
uji wa lishe, mboga mboga, matunda. Hivyo vyote mimi kwa uelewa wangu unavyoelewa vinaingia kwenye lishe. Kwa sababu gani vinaingia kwenye lishe na kwa sababu gani inampaswa atumie hivyo, ni kwamba inamsaidia kumjenga mtoto kiafya na kiakili pindi akiwa bado wapi? Tumboni. Na afya mtoto haijengwi tu pale labda amezaliwa, hapana. Afya mtoto inajengwa tokea mtoto akiwa wapi? Akiwa tumboni. Kwa mfano inatusaidia kwenye kujikinga na maradhi, mfano kuna maradhi ya polio, kuna maradhi ya utapiamlo. Kwa hivyo vyote mtoto anavipata pale anapokosa hivyo vyakula ambavyo vimekosa hizo lishe bora. Kwa kukizingatia hizo lishe bora ndio inakwenda kumsababisha anakwenda kuepukana na hayo maradhi. Hii ni muhimu kuzingatia lishe bora hasa kwa mama na mtoto ili kujenga afya bora. Nikiripoti kutoka hapa maeneo ya Mzalendo, mimi ni Teras Linus Munishi, UoI Digital. Shukrani sana Teras kwa taarifa hii. Taarifa yake Teras inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa zinazoletwa kwako na Grace Matiku. Rais wa Rwanda Paul Kagame ametoa wito kwa nchi yake kujitegemea zaidi, na ameyasema hayo wakati wa shinikizo linazidi huko Marekani kwa taifa hilo. Kumekuwa na vikwazo zaidi kutokana na kuhusika kwake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumza katika hafla fupi katika mji mkuu wa Rwanda, Kigali, Kagame alionekana kusisitiza kujitegemea kwa nchi yake. Amesema kuwa Rwanda imedhamiria kujitegemea ili uwepo wake usitegemee bahati au nia ya wengine wanaoweza kuchagua kuwasaidia kwa sasa na kusitisha usaidizi siku zijazo. Rwanda inasisitiza kuwa kuhusika kwake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kusaidia dhidi ya wanamgambo lililokuwa kutokana na wale waliofanya mauaji ya kimbali mnamo mwaka 1994. Na Rais Kagame amekanusha kuhusika kijeshi kwa Rwanda moja kwa moja nchini humo licha ya ushahidi wa wazi kutoka kwa waangalizi wa Umoja wa Mataifa na wengine, akisema hawa wa Kongo wana bahati sana. Huyu Rais Tshisekedi ambaye anasimama na kutusi watu na kuwatishia, kisha mwishowe jamii hiyo hiyo na taifa linakuja kwangu na kusema ndio unastahili kufanya hivi na hivi. Nchi hiyo ndogo iliyo katika ukanda wa maziwa makuu inajikuta katika shinikizo la kimataifa linalozidi kuongezeka kufuatia ushirikiano wake na waasi wa M23, kundi ambalo mwaka jana liliteka eneo kubwa la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante sana Grace kwa habari hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital. Tuungane na Daniel Mutula katika habari za michezo na burudani. Timu ya shahada ya elimu mwaka wa kwanza ya chuo kikuu cha Luku imeibuka kidedea mara baada ya kuifunga timu ya shahada ya biashara mwaka wa kwanza ya chuo kikuu cha Luku kwa magoli 2-0 katika mchezo wa kirafiki uliopigwa Jumapili ya tarehe 8 katika uwanja wa chuo kikuu cha Mkwawa. Kocha na nahodha wa timu ya shahada ya elimu mwaka wa kwanza wameeleza kuwa wamepata ushindi kutokana na ubora wao katika eneo la kiungo, ushambuliaji, mazoezi endelevu na kufuata maagizo kutoka kwa mwalimu wao. Ukiangalia kwenye safu ya ushambuliaji, kiungo, hata mabeki pia tuko vizuri. Pia hata maelekezo tuliyowapa wachezaji wetu wameweza kuyatimiza mpaka tutapata ushindi wetu. Ushindi huu moja kwa moja naweza ikasema tutaendelea kuongeza kuinua kikosi chetu vizuri zaidi ili tuweze kushinda hata michezo mingine zijazo mbele. Kwa fresh tumekuwa na mwendelezo mzuri wa mazoezi muda wote. Kwa hii mechi tulikuwa tumejiandaa, of course hasa katika eneo ambao tuonekana tuko vizuri zaidi ni eneo la kati. Tuliwashika kati sana na mjeno tukawa tumemiliki mchezo na hatimaye Mungu amesaidia tunaweza kupata matokeo mazuri kwenye mchezo wa leo. Aidha, kwa upande wa kocha msaidizi na nahodha wa shahada ya biashara mwaka wa kwanza, wameweka wazi kuwa wamefungwa kutokana na kutokufanya maandalizi mazuri na kukosa maelekezo nje ya uwanja, kwani
kocha wao mkuu alisafiri, hivi kocha msaidizi alibebeshwa mzigo uliomuelemea. UVA ni timu ambayo na imani mbele utapata matokeo mazuri. Kwa hiyo wasife moyo kwa mchezo wa leo, lakini na imani mchezo unaokuja tutafanya vizuri, kwa sababu walisia timu kwanza ilikuwa haina mawasiliano mazuri na watu walikuwa hawajafahamiana, na shoti ukiangalia wapinzani wetu hizo kama game ilikuwa very tough. Wao jamani kama walikuwa wamejipanga wapinzani wetu, lakini sisi tulikuwa hatuna mawasiliano mazuri, sababu mara kwanza tunacheza game. Kwa ujumla kidogo ulikuwa mgumu kwa upande wetu, kwa sababu kidogo yani mechi tumecheza ni chache, kwa hiyo wachezaji kocha wetu alisafiri, kwa hiyo kidogo tuko tunapata shida hata jinsi ya kumuelekeza. Tunaelekezana tu uwanjani, lakini kutuelekeza nje kwamba tufanyie kitu fulani tunashinda. Dakika 90 za mchezo wa kirafiki wa wanafunzi wa Luku wa shahada ya elimu dhidi ya wanafunzi wa shahada ya biashara umeweza kutamatika hapa viwanja vya Mkwawa. Wanafunzi wa shahada ya elimu wameweza kuondoka na ushindi wa magoli 2-0. Nikiripoti kutokea viwanja vya Mkwawa, langu jina ni mimi Daniel Mtula wa UoI Digital. Shukrani sana Mtula kwa habari za michezo na burudani. Mtazamaji, kabla ya kufikia tamati, tujifunze kidogo lugha ya Kiswahili kwa msamiati wa leo kutoka kwake Farijika Sanga. Habari gani mtazamaji wa UoI Digital? Karibu katika kipengele chetu pendwa cha msamiati wa leo kinachokujia kila siku za wiki kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Na leo tumekuandalia msamiati wa neno pukuchaka. Je, unaelewa nini ukisikia msamiati wa neno pukuchaka? Twende tukatizame baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa, wao wanaelewa nini wakisikia msamiati wa neno pukuchaka. Unaelewa nini ukisikia neno pukuchaka? Pukuchaka. Yes. Pukuchaka ni neno lenye maana ya kama bezo hivi au dharau juu ya jambo fulani hivi au kitu fulani. Unaweza ukatungia sentence kupitia neno hilo? Pukuchaka wewe ndo mtoto wa Baresa. Something like that. Msamiati ambao kama unaelezea dharau ama bezo juu ya kitu fulani hivi, dhihaki mtu, tunaita pukuchaka. Unaweza ukatungia sentence kupitia neno pukuchaka? Sentensi kutokana na neno pukuchaka. Naweza nikakutana na jamii au sehemu kuna watu hivi nikasema binti mwenye pukuchaka kulingana na jinsi alivyo nilivyomuona hivyo, ni mimi mtazamo wangu juu yake. Mtazamaji, na hiyo ndio maana halisi ya msamiati wa neno pukuchaka. Ni tamko la dharau au bedho kuhusu kitu fulani. Nami ni kuacha na sentensi isemayo pukuchaka. Sehemu hii wanaishi watu kweli. Langu jina ni Farijika Sanga, UoI Digital, tuhabarika kidigitali. Asante sana Farijika kwa kutufundisha kidogo lugha ya Kiswahili kwa msamiati mrua kabisa, na hiyo ndiyo maana halisi ya msamiati pukuchaka. Nami nakuacha na sentensi isemayo Rashidi alimtolea mama yake maneno ya pukuchaka. Mtazamaji, na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Jina langu ni Nelson Jafeti, tukutane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu.